Je, ufanye nini wakati unahisi kuathiriwa na nguvu za giza? Watu wengi wamekuwa ni watu ambao wakiathiriwa na nguvu za giza, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanajua ya kwamba mimi naathiriwa na nguvu za giza, lakini kuna baadhi ya watu ambao hawajui kwamba wanaathiriwa na nguvu za giza. Kuna dalili nyingi ambazo zinaweza kumuonyesha mtu ambaye anaathiriwa na nguvu za giza. Jambo la kwanza, utaanza kuona kwa habari ya ndoto zake, au utaanza kuona kwa habari ya maisha yake. Kitu kinachozungumzwa kwa habari ya uchawi kwenye ulimwengu, ndugu zangu, ni kipo. Lakini ufanye nini ukiona unaathiriwa na nguvu za giza? Jambo la kwanza ambalo kama wewe ni Mkristo ni kuanza kutenga muda kwa ajili ya kumuomba Mungu. Hii tutakuja kuanza kuona kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 4, inasema mnao roho iliyo ndani yenu, ni mkuu kuliko roho iliye duniani. Kama unaishi unateseka au unashambuliwa na nguvu za giza, ni muhimu kumgeukia Mungu kwa maombi, na kwa kutumia maombi haya yanaweza kufanya msaada kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine, jifunze katika neno la Mungu, kuishi kulingana na mafundisho ya Biblia na kuwa na imani thabiti katika Ukristo wako kutakusaidia kuweza kushinda mashambulizi ya kishetani. Ndipo ambapo tunakuja kuona kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 17, Biblia takatifu inasema, inatuambia kwamba neno la Mungu ni upanga wa kiroho. Tunaanza kuona kumbe neno la Mungu, tunapopata neema kujifunza neno la Mungu, huwa linageuka kuwa upanga wa kiroho. Lakini jambo la mwisho ambalo nataka nilizungumze, tafuta usaidizi wa kiroho. Ikiwa unahisi kuathiriwa na nguvu zisizo za kawaida, inaweza kuwa ni jambo ambalo huwezi kusimama mwenyewe. Tafuta mchungaji, tafuta mahali ambapo unaona mahali hapa ni sahihi. Hii ndio njia ambayo inaweza kukusaidia ewe ambao unanisikiliza kuweza kuepukana na kila mashambulizi. Nikwambie, Mungu huwa ana kawaida kutumia watu. Kuna mtu anasema naweza nikaomba mwenyewe, lakini unahitaji upate mtu atakayekuongoza. Hii ndio kanuni njema sana ambayo itakufanya ufike mahali ambapo Mungu amekusudia. God bless you. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare. Amen.